Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Hadithi ya jumba la kushangaza, yani House of Wonders, lililopo huko visiwani Zanzibar, lilianza mwaka 1883 chini ya utawala wa Sultan Bargash bin Said, ikiwa na muundo wa kipekee kabisa katika ukanda wa Afrika Mashariki, uliochanganya usanifu wa Kiarabu, usanifu wa Kihindi na usanifu wa Kizungu. Watu waliona jumba moja kubwa lenye balkon yenye mbao za kuchonga sanaa, kuta nene za mawe ya matumbawe na chokaa, na madirisha makubwa ya vioo na paa la bati. Jumba la kushangaza linalojulikana kitaalamu kama Beit El Ajaib, na ni moja ya majengo maarufu na yenye historia kubwa katika mji wa Zanzibar huko Stone Town. Ilikuwaje? Sultan Bargash alikuwa mtawala mwenye njaa ya nguvu na maendeleo. Alipenda sana kujua mambo mapya na alivutiwa sana na teknolojia na utajiri aliyouona katika safari zake za ng'ambo, hasa Uingereza na India. Sultani Bargash bin Said alitawala usultani wa Zanzibar kuanzia mwaka 1870 hadi mwaka 1888, na ndiye aliyekuwa mwenye kufungua ndoto hii kubwa ya moyoni mwake. Aliporudi Zanzibar, aliamua kubadilisha mji wake. Aliagiza ujenzi wa jengo hili lenye mvuto mkubwa, na hapo ikazaliwa jumba la kushangaza Beit Al Ajaib, jumba la sherehe la kupokea wageni rasmi. Pia lilikuwa na ofisi za kiutawala, liliwekwa hadharani kama ishara ya utajiri na maendeleo ya usultani wake. Jumba la kushangaza ni jumba lililoshikilia maajabu mengi ya mambo ya kisasa, ikiwemo umeme, kiuambao cha umeme na vivutio vingine. Jumba hili lilikuwa jengo la kwanza Afrika Mashariki kuwa na umeme. Sultani Bargash aliweka taa kubwa ya umeme juu ya mnara wake. Watu walipouona mwanga huo mkali usiku bila moto au taa ya mafuta walishangaa vibaya, wakalalamika wakisema ni uchawi, na wengine wakisema hii ni nguvu ya majini. Pia kwenye mnara wake palikuwa na lifti ya kwanza Afrika Mashariki. Ilikuwa inaendeshwa na nguvu ya umeme na kuleta maji kutoka chini kwenda juu. Watu walishangaa kuona maji yakipanda juu. Ndani ya jumba hilo kulikuwa na vitu vingine vya kushangaza kama vile saa kubwa iliyotolewa na Malkia Victoria na vyombo vya kisasa vya nyumbani vilivyoagizwa kutoka Ulaya. Kwa muda mrefu, jumba la kushangaza lilikuwa kituo cha mawasiliano na cha kutangaza habari. Saa yake kubwa ilionekana kwa mbali, na bunduki kubwa iliyokuwa juu ya mnara wake ilifyatuliwa kila jioni kuashiria kufungwa kwa milango ya mji na wakati wa kufunga saum wakati wa Ramadhani. Mnamo mwezi Machi mwaka 1888, Sultani Bargash na mwanzilishi wa jengo la House of Wonders alifariki dunia na Al bin Said akachukua madaraka. Agosti 27 mwaka 1896 kulitokea na vita inayojulikana kama vita fupi kwenye historia ya dunia, iliyosababishwa na Khalid bin Bargash. Katika vita hiyo, jumba la kushangaza lililengwa na kushambuliwa na mizinga ya waandamanaji wa Uingereza walioharibu kiasi kikubwa na hata taa zake kuvunjika. Baada ya vita, Sultani Hamid bin Mohammed alitawala na jumba hilo likakarabatiwa, na mfalme huyo kutumia jengo hilo kama makao makuu ya utawala wake. Pia mwaka 1964, baada ya Zanzibar kuingia kwenye mapinduzi, serikali mpya ilitafuta namna ya kuhifadhi historia na utamaduni wa visiwa hivyo, na hapo wazo la jumba hili kuwa jumba la makumbusho lilipozaliwa. Ndani yake yaliwekwa maelfu ya vitu vya kihistoria na kiutamaduni kama vile vyakula vya asili na vya Waswahili, vyombo vya baharini kama vile majahazi, mitumbwi, vifaa vya nyumbani na vya makabila na watu wa kawaida, picha za historia na masultani na maeneo ya Zanzibar, na hata pia vifaa vya muziki kama vile taarabu.
Kwa miaka mingi ilikuwa mahali pazuri pa kujifunza kuhusu utamaduni na utajiri wa Zanzibar. Kwenye nyakati hii, kwa bahati mbaya, jumba la kushangaza limepitia nyakati ngumu kwa sababu ukosefu wa matengenezo na athari za hali ya hewa mkoani. Hivyo jengo lilianza kuharibika na kupoteza historia yake nzuri yenye maendeleo kabla ya muda kabisa. Mnamo mwaka 2012 sehemu kubwa ya ukuta wa jengo hilo muhimu iliporomoka, na tangu wakati huo jengo limefungwa kwa umma kwa ajili ya ukarabati mkubwa. Kuna juhudi kubwa ya kurejesha utukufu wake wa awali. Hadi mwaka 2012 jumba lilikuwa likifanya kazi kama makumbusho maarufu, likivutia watalii na watafiti. Hata hivyo, tayari kulikuwa na wasiwasi kuhusu imara wake kutokana na umri wake zaidi ya miaka 120 na ukosefu wa matengenezo makubwa. Mwaka 2012 hadi 19, ripoti mbalimbali za wataalamu zilionya kuhusu nyufa na kudhoofika kwa msingi wa jengo, hasa kutokana na unyevu wa bahari na nyenzo za zamani. Mnamo Disemba 2020, sehemu kubwa ya jumba, hasa ukuta wake wa mbele na paa la veranda, lilianguka kwa kiasi kikubwa. Tukio hili lilitokea usiku. Hakukuwa na majeruhi, lakini ilishtua wananchi na wataalamu wa kihistoria. Bado serikali kwa ushirikiano na wataalamu wa kihistoria kutoka nje inapanga mkakati wa ukarabati, lengo likiwa ni kuhifadhi urithi na kiutamaduni baada ya kujenga upya kwa mtindo wa kisasa, huku unywaji wa maji ya mvua na unyevu inaendelea kuwa tishio. Jumba la kushangaza ni kitu zaidi ya majengo matupu. Ni kumbukumbu hali ya safari ya Zanzibar. Kwa hiyo inaripotiwa kuwa jumba la kushangaza linastahili jina hilo kabisa, si tu kwa sababu ya maajabu ya teknolojia ya zamani, bali kwa namna lilivyoshuhudia na kushangazwa na mabadiliko makubwa ya kihistoria yenyewe. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.